Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV, ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Mungu ametupa kibali tena leo niweze kuleta somo lake la tafasiri za ndoto na maana zake, na wale ambao wanasumbuliwa na ndoto. Moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi ni pale ambapo mwotaji wa ndoto akaota ndoto akaona kuwa amebeba au kukusanya samaki. Kaona umefanikiwa kwa kukusanya samaki ukaweka kwenye kapu lako, au kaona umekusanya samaki au unawakusanya samaki kutoka kwenye maji, kwenye mto, kwenye bahari. Umewakusanya samaki, wamekuwa ni wengi, samaki wa aina mbalimbali, lakini samaki pia walika na vimo mbalimbali, samaki wakubwa, samaki wadogo, samaki wakati, lakini ni wengi sana. Na ukaona umefanikiwa kuwakusanya ukaweka pamoja, pengine kwenye begi au kwenye mkoba au kwenye kapu, au pengine umewakusanya katika hali ya maji. Asa ishara ya namna hiyo, mwotaji wa ndoto atakapoona kwamba amewakusanya samaki, ni alama kwamba Mungu anakuonyesha kuwa ndani yako ameweka roho ya wito wa kuwahudumia watakatifu wa Mungu. Mungu ameweka ndani yako roho ya wito wa kuwaleta watu kwa Yesu. Ameweka wito wa kuwafundisha watu neno la Mungu, watu wakae pamoja, wakae kwa umoja, watu waweze kukusikiliza, waweze kukuelewa, waweze kufuata yale mambo ambayo unayatamka ya kiungu. Kwa mwotaji wa ndoto atakapoota ndoto hiyo, asijione ni wa kawaida, maanake Mungu anakuonyesha pia. Tafasiri hii inaweza ikawa ina tafsiri kwamba ni karama ya uchungaji. Mungu ameweka karama ya uchungaji ndani yako ya kukusanya kondoo ili uwape chakula, ili uwalishe, ili utunze kondoo za Bwana. Kwa mwotaji wa ndoto hiyo ambapo ataiota. Kwa hiyo utakapoota ndoto hiyo usijione wewe ni wa kawaida. Utakapoota ndoto hiyo usijidharau. Kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu amepanda ndani yako na unahitaji uendelee kukitendea kazi na kukichochea zaidi na zaidi. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ukitaka kuungwa katika grupu letu la tafasiri za ndoto, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.